Bishop Israel Yohana, na wasalimu katika jina la Yesu popote mlipo, na nitawaambia kawaida, mimi si mwanasiasa, lakini mimi tu ni nabii ambaye nazungumzanga kulingana na vile ambavyo Mungu ameniongoza kuzungumza katika kuhusu nchi ya Kenya. Na kinifuatilia vizuri utaona kila kitu ninachotabiri kimekuwa kinatimia. Mambo yote nimetabiri yametimia. Almost 99% ya mambo yote ninatabiri, kwa sababu sauti ya nabii ni sauti ya Mungu, na nabii huwa hazungumzi mambo yake mwenyewe. Nabii huzungumza mambo ambayo Mungu amemnenea kuhusu nchi ya Kenya. Na tangia wakati wa Shakahola, tangia wakati ambao vijana walikuwa na uawa, haya mambo yote nitabiri. Wakati wa kufungwa makanisa, nikasema makanisa yatafungwa. Nikasema vijana itafika wale vijana watakuwa na uawa na kutupwa kwenye vidimbwi za maji. Hiyo yote ilitimia. Na yote ambayo nimekuwa nikitabiri ya kwamba kuhusu nchi hii yamekuwa yakitimia. Lakini sana sana hata ninapotabiri kitu cha muhimu, kwamba mtu unaweza tabiriwa jambo, na unaweza tabiriwa uwe tajiri na uwe na kisha uende jehanamu. So mimi nakwambia kwamba watu wengi wanapenda labda kuishi katika utabiri, lakini zaidi ni vizuri tufuate mapenzi ya Mungu, na vizuri pia tulijue neno la Mungu, kwa sababu neno la Mungu ni taa ya miguu yetu. Sasa kuna hili jambo ambalo la Gachagua kwenda kule Emuru Wadikir, na kumetokea vitisho vingi kwamba asiende mahali pale. Mimi nasema hivi, Gachagua atafika mahali pale, kwenda ataenda. Kwa sababu sioni kitakachomzuia kwenda, ataenda pale. Lakini mimi nataka kuwaonya wale ambao wanaopanga ghasia katika nchi hii ya Kenya, kwa sababu katika nchi hii ya Kenya najua kwamba rais si wa kabila moja. Rais ni wa makabila yote. Tulimchagua kama rais wa Wakalenjin, wa Pokot, wa Giriama, wa Kikuyu, wa Luya, wa Jaluo, wa Kisii, wa Taita na makabila yote katika nchi hii ya Kenya. Kwa hivyo rais si wa kabila moja. Na iwapo kama kuna watu wanafanya rais hii achukiwe na watu, ni wale watu ambao wanaruhusu nchi ya Kenya iwe na mapigano, nchi ya Kenya watu waanze kukatana. Na hiyo mambo yote yanasababishwa katika Kenya hii, yanasababishwa na watu wawili ambao ni main, Murkomen na ni inspector mkuu ambao ni usalama katika nchi ya Kenya, kwa sababu hao ndio wamepatiwa mandate ya kumake sure Kenya yote ina security. Lakini utakuta kwamba Murkomen, nafikiri unanisikiza Murkomen, elewa kwamba mambo unayofanya sasa Murkomen unaweza kufanya uone kwamba ni mambo ambayo ya watu watakupigia makofi, lakini ujue kwamba apandacho mtu ndicho avunacho mtu. Maana Biblia inasema kwamba ukiua kwa upanga utakufa kwa upanga. So Murkomen, unaweza kuwa unafurahia wakati vifo vya watu wanakufa, labda makabila mengine wanakufa, lakini wacha nikwambie kitu kimoja. Kama kuna mtu anaeneza ukabila katika nchi ya Kenya ni Murkomen. Kwa sababu wewe kama waziri wa usalama unafaa kukinga makabila yote 42 katika nchi ya Kenya. Lakini wewe umekuwa tu msemi wa kabila moja peke yake, the Kalenjin. Elewa kwamba kuna watu walikuwa kwenye hiyo kiti. Kuna watu walikuwa kwenye hiyo kiti, si wewe peke yako, walikuwa kwenye hiyo kiti tangia kitambo. Na tumeona mwisho wake. Wao ni mwisho upi? Kuna mtu anaitwa Mishuki. Mishuki alikuwa kwenye hiyo doketi yako, kwa hiyo kiti. Martha Karua pia alikuwa kwenye hiyo kiti. So na unaona wote hawakuisha vizuri. Sasa hizi Martha Karua hata utafute kibali chake, Martha Karua hana kibali kabisa. Kibali cha Mungu kilimuondokea. Hana kibali kwa sababu mikono yake imejaa damu. Kutoka Martha Karua nenda kwa Michuki.
Michuki alipoingia kule kiti, kwanza makosa moja alifanya kwanza ni kuanza kupigana na makanisa, kwa sababu aliona kwamba kama amepatiwa waziri wa nini wa usalama, badala ya kuchunga usalama, yeye aliingia na akaanza kuua vijana wetu. Baada ya kutoka hapo, alipopatiwa waziri wa mazingira, naye akajua kwamba badala ya kuzuia kelele za viwanda na takataka, akazuia kelele za watu wa kumsifu Mungu. Biblia inasema mpigieni Mungu kelele. Naye Michuki akasema kwamba makanisa yote, hataki kusikia kelele kwenye kanisa, hataki kusikia watu wakimsifu Mungu, anataka kuona kanisa iko kimya. Akawa yeye anataka kunyamazisha mpaka kanisa. Na watumishi wa Mungu wakaungana pamoja wakasema, Michuki, badala ya kanisa kunyamaza, Michuki ndio utanyamaza. Na nakumbuka akienda sehemu ya Murang'a kule, akapata mzee pastor mmoja anahubiri, na akamwambia, wewe pastor, hiyo kelele hataki kusikia. Na mtumishi wa Mungu, kwa sababu alikuwa ameomba sana, na akamwambia mtumishi wa Mungu, hutawahi sikia hiyo kelele. Na alipotoka hapo alimaliza siku 2 na hakuwahi sikia hiyo kelele mpaka sasa hivi. Yuko kwenye kaburi. So Murkomen, mahali ulipo, furahia kumwaga damu ya watu. Furahia kumwaga damu ya watu. Furahia kuchochea watu katika misingi ya kikabila, lakini nakuambia kitu kimoja. Uhai wa mtu uko mikononi mwa Mungu. Na wakati unapoondoa uhai wa mtu, mikono yako imejaa damu. Na mimi nataka kukuambia hapa, Murkomen ni vizuri ambavyo unavyoona unafanya vizuri. Lakini mimi nimewaambia kwamba ninakuonya, ukiendelea hivi, Murkomen, ukiendelea hivi, ninaona mmoja wapo ya ndege ambazo zinaanguka ukiwa ndani. Na ninakuonya, narudia tena kama mtumishi wa Mungu, Murkomen, ukiendelea hivi, ninaona kati ya ndege zinazoanguka ukiwa ndani. Nazungumza kama nabii. Kwa hivyo ni aidha ulinde wana Kenya wote, wape ulinzi, ama uendelee kufanya hivyo. Na Wakenya mtasema mtasema sikuambia. Kuna mtu nilisema ataanguka na ndege na alianguka. So Murkomen, ukiendelea hivi, mmoja wapo wa ndege zitakazoanguka utakuwepo ndani. So ni aidha ubadilike, ulinde wana Kenya wote. Kwa sababu mikono yako ikijaa damu, hiyo damu litakumaliza. Damu ya Wakenya itakumaliza. Kwa hivyo Gachagua ana uhuru wa kutembea Kenya yoyote. Gachagua ana uhuru wa kutembea mahali popote katika nchi ya Kenya, kwa sababu ni mwana Kenya. Na anafaa kupeleka sera zake katika nchi yoyote. Anafaa kwenda kufariji mtu yoyote katika kaunti yoyote, kwa sababu ni Mkenya. Na pia hata rais, nafikiri pia unanisikiza mahali ulipo. Wewe ni rais wa Wakenya wote. Wewe si rais wa Wakalenjin. Wewe ni rais wa Wakenya wote. Tunakujua kama rais wetu, sio rais wa kabila moja. Hivyo kama rais wa kabila zote, unganisha makabila yote pamoja. Make sure wakabila yote inaishi kwa amani. Make sure unapenda makabila yote. Make sure kama ni maendeleo unapeleka katika makabila yote. Make sure kama ni kutawala unatawala makabila yote. Kwa sababu kama kuna kitu kitakukosesha kura, rais wangu, popote ulipo, ni wakati unaruhusu watu wanagawanyika katika misingi ya makabila. Jambo lililotendeka Homa Bay ni jambo la kutilia shaka sana. Kwa sababu rais wa Kenya, itakuwaje mkutano wa hadhara watu wanaona katakata na tuna rais katika nchi ya Kenya? So wa Kenya tunahuzunika sana rais, mambo yanapotendeka katika mikono yako. Tunahuzunika watu yanapotendeka ukiwa wewe ni rais umekalia kwenye kiti cha enzi. So ombi langu ni kwamba rais, uhai wa Wakenya saizi wengi wanakutazama huko mikononi mwako. Ni vizuri ulinde Wakenya wasimwage damu. Na kuna mambo mengi sana yatakukosesha kura iwapo Kenya itagawanyika katika misingi ya kikabila. Iwapo watu wataanza kuendelea kumwaga damu, vijana wetu wataendelea kumwaga damu, nafikiri hilo jambo litakukosesha kura kuwa kama rais katika awamu ya pili. Na hayo mambo unayofanya, unayoruhusu yanafanyika ni chukizo kwa Mungu. Na mimi nazungumza kama mtumishi wa Mungu. Na kuna swali? Kwa sana. Na wewe unayenitazama popote ulipo na ungependa kunifikia labda kwa mashauri ya kiroho,
kuna mambo yanakusumbua, kuna magonjwa yanakusumbua, kuna vifungo zinakusumbua, niko hapa kuhudumia Wakenya wote na kuhudumia watu wote katika ulimwengu mzima. Nashukuru Mungu nimepokea simu kutoka all over the world ya watu ambao tunaomba nao, na wengine wanapiga wakishuhudia vile Mungu amewatendea. Si mimi ninatenda, ni Mungu anatenda. So nambari yangu ya simu ukitaka kunipigia ni 0722 744 672, 0722 744 672. Shalom, Mungu awabariki.